Ambavyo nimetambulishwa kwenu, kwa majina ninaitwa Salum Mwalimu, ni mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Ukombozi wa Umma. Nina furaha kwa kweli kupita hapa kuwasalimia ndugu zangu wa Kibaha, nikiwa njiani ninaelekea kwa Matias na baadaye kwenye mkutano mkubwa wa Mlandizi. Mambo yangu sio mengi sana, lakini ninafarijika kwamba nimerudi uwanja wa nyumbani. Mimi nimemaliza sekondari shule ya Kibaha. Siku hizi nadhani kuna Kibaha Day kama sikosei. Wakati huo tulikuwa na Kibaha moja tu, Kibaha High School. Hapo ndipo nilipomaliza kidato cha 4. Kwa hiyo sio mgeni kwenye viunga hivi vya maili moja, picha ya ndege kwa Matiasi, ukiwa shule tena na ukorofi. Bado kwa tunatoka kidogo huku. Angalau kutafuta mahitaji mengine ya kibinadamu. Kwa hiyo nimekuwa sio mgeni sana. Ndugu zangu, tuko kwenye kipindi cha kampeni na tunaelekea mwishoni tarehe 29 kwenda kupiga kura. Ninaomba nizungumze mambo mawili kwa haraka, halafu niwaombe ridhaa yenu mniruhusu niendelee kwenda angalau kuwahi pia na mikutano mingine. Jambo la kwanza, vijana wenzangu, naomba nizungumze na nyinyi kuhusu tatizo letu la ajira. Vijana wenzangu, narudia tena, tuzungumze tatizo letu la ajira. Huko tunakoelekea, nataka niwaambie, tusipochukua hatua madhubuti leo, tatizo la ajira litatuletea shida kweli katika nchi yetu. Nawaambia na nimekuwa nikiwaambia maeneo mbalimbali ninakopita, Watanzania hatutopigana kudai katiba mpya, hatutopigana kwa sababu ya tofauti zetu za kidini, hatutopigana kwa sababu ya tofauti zetu za Usimba na Yanga, lakini ninaiona hatari ya kupigana kwa sababu ya ongezeko la tatizo la ajira linalochangia moja kwa moja ongezeko la tatizo la umaskini katika nchi yetu. Vijana tunajielewa. Ninapozungumza tatizo la ajira, naamini tunaelewana. Tatizo linaongezeka kwa kasi, na Chama cha Mapinduzi hawana mkakati wowote wala hawana mpango wowote wa kutuondolea tatizo la ajira. Na ukitaka kuona namna ambavyo hawana mkakati wowote, angalia mambo matatu kwenye nchi yetu. Jambo la kwanza, iangalie elimu yetu. Mimi nimewaambia tumesoma Kibaha hapa. Angalau wale wenye umri wa kwangu miaka 40-43 kuja chini wanaweza wakakumbuka namna ambavyo pamoja na kwamba elimu haikuwa bora sana, lakini angalau elimu ilikuwa nzuri. Mimi nimesoma Kibaha hapo, tulikuwa tunasoma na watoto wa mawaziri, tulikuwa tunasoma na watoto wa RPC, tunasoma na watoto wa mikoa. Tanzania ilikuwa ni moja na elimu ilikuwa ni hiyo. Kwa hiyo ilikuwa elimu ikichezewa, mtoto mwenye baba waziri akirudi nyumbani analalamika, mtoto baba katibu mkuu akirudi nyumbani analalamika, mtoto baba mkuu wa mkoa akirudi nyumbani analalamika. Angalau hatua zinachukuliwa, angalau tulikuwa tunafundishwa na tunafundishika. Tuiangalie elimu yetu ya leo. Leo tunakimbilia watoto kupata division 1. Lakini mtoto amemaliza kidato cha 4 na division 1, kidato cha 6 division 1. Lakini ukweli kichwani ni mtupu, hajielewi, hajitambui na hana msaada wowote kwa wazee wake wala sio yeye kujisimamia kwenye maisha yake. Tumekuwa tunakimbilia kuangalia division 1. Na kwa sababu CCM wamejua ugonjwa wetu ni division 1, wako tayari kucompromise ubora wa elimu ili watoto wapate division 1. Watanzania tufurahi bila kuangalia huyu mtoto aliyemaliza kidato cha 4 ana uwezo gani. Hawaangalii. Na wakati wana compromise quality ya elimu ya watoto wetu, watoto wao siku hizi hawasomi tena huko. Watoto wao wanawapeleka kwenye shule nyingine. Watoto wakitoka ni wazuri, watoto wakitoka wamejengewa uwezo, watoto wakitoka wanajiamini, watoto wakitoka wanajitambua. Sisi wametuachia, na wakiona tunapiga kelele basi swali linakuja tu, baba wa taifa ni Mwalimu Nyerere.
na wewe unafurahia mtoto anaandika pale Julius amepata division 1, unamuona mtoto ana akili. Hatuangalii ubora wa elimu yetu. Elimu inavurugwa kweli kweli ndugu zangu. Leo angalieni hata mkienda kwenye maviwanda hapa, angalau mkoa viwanda vinachipukia na hasa baada ya kugundulika haya malighafi ya kutengenezea tiles. Angalieni wageni wanapokuja kuzitafuta ajira Tanzania, wakiwa na uwezo, wakiwa na umahiri, wakiwa na hali ya kujiamini. Mimi nimekuwa nikitolea mfano jambo dogo tu. Chukua mtoto leo anayemaliza kidato cha 6 au chuo kikuu ya CCM ya leo. Mchukue na mzee anayemaliza kidato cha 12 wakati wa Mwalimu Nyerere. Waweke hapa. Mpe wa CCM ya leo mwenye digrii ya chuo kikuu dakika 5 ya kujieleza. Mpe na mzee aliyemaliza miaka hiyo ya 70 na 80 dakika 5 ya kujieleza. Uone kama mtoto wa CCM ya leo anaweza kumaliza dakika 1 kujieleza. Hawawezi. Lakini mzee wa miaka hiyo atakumuta dakika 5, ataomba 5 nyingine, mtamuongezea 5 nyingine, mtaendelea kutamani kumsikiliza. Tuna tatizo kubwa la elimu yetu ndugu zangu, nawaambia. Vijana wenzangu ninawaambia tuna tatizo kubwa la elimu kwenye nchi yetu. Elimu sio madarasa. Madarasa lazima yajengwe mengi kwa sababu ndiko wanakopigia. Mbona hawatuletee walimu wengi? Mbona hawatuletee walimu wenye uwezo? Mbona hawatuletee walimu bora? Mbona hawawajengei uwezo watoto wetu? Hawana muda na elimu ya watoto wetu. Leo tumejikuta kila mzazi anahangaika ili ampeleke mtoto wake English medium school. Kila mmoja anahangaika ada ya English medium school. Tunachokifuata kule ni Kiingereza tu. Kwa sababu duniani kote 2 mara 2 ni 4. Nenda Marekani, nenda Uingereza, nenda Denmark, nenda Kibaha Sekondari, nenda sijui Marion Girls Sekondari. 2 mara 2 ni 4. Kanuni za physics ni hizo. Kanuni za chemistry ni hizo. Kanuni za bookkeeping, debit na credit ni hizo. Usome wapi, usome kokote unakosoma. Lakini tunalipa mamilioni, tunaumizwa vichwa kukimbilia Kiingereza. Mtoto akirudi, mama can I have a glass of water, unasema huyu mwanangu ameshakuwa msomi. Yani tunapima usomi wa watoto wetu leo Kiingereza. Ndicho tunachowapimia watoto wetu. Tunaanza kuhangaika kwamba mtoto wa jirani, baba nani hino, mtoto wa jirani miaka 3, yuko darasa la 3, anajua Kiingereza. Ile shule ndo nzuri. Tunakimbilia mashule kwa sababu tunafuata Kiingereza badala kuibana serikali. Hicho kinachofuatwa kule, kwa nini kisifundishwe kwenye shule zetu za kawaida ambazo mamilioni ya Watanzania ndio tunakimbia? Ninawaambia vijana wenzangu, jiangalie wewe na elimu uliomaliza kidato cha 4, kidato cha 6, chuo kikuu. Tusipochukua hatua vijana, ndiyo elimu wanaopewa watoto wetu mashuleni, tunaumia. Ninawaambia tunaliumiza hili taifa. Na bahati mbaya pengine hatuzunguki. Mimi ninamshukuru Mungu, pamoja na umri mdogo angalau nimezunguka. Kila nchi unayokwenda leo unawakuta vijana wa Kenya. Vijana wa Kenya wamejaa, wanafanya kazi za maana. Wakati vijana wa Kitanzania wanabeba maboksi huko Ulaya, vijana wa Kenya wanafanya kazi kwenye makampuni ya maana makubwa. Kwa sababu Kenya haifanyi mchezo na elimu ya watoto wake. Wanawajengea vijana uwezo wa kujitambua, wawe Kenya, wawe nje ya Kenya. Angalia vijana wa Kitanzania leo, wangapi tunafanya kazi nje? Wangapi? Hata hapa Tanzania angalieni wa Kenya wanavyokuja kwa wingi kutafuta ajira. Mtu hawezi kuchukua kwa sababu wewe ni Mtanzania. Hakuna uzalendo kwenye biashara. Yaani mtu amewekeza mamilioni ya shilingi kwenye kiwanda, akuchukua wewe kwa sababu ni mwana Kibaha, amwache mtu ambaye anajua atasimamia biashara, ataendeleza, atazalisha faida. Hakuna. Ninawaambia vijana wenzangu, elimu. Tumeshindwa sisi kupewa elimu bora. Tuhimize watoto wetu waje wawe na elimu bora. Tunaendelea kuwa na kizazi cha ajabu kweli kweli kwa sababu ya elimu. Kwa sababu ya elimu, ninawaambia elimu. Leo mtoto anamaliza
kidato cha 4 anarudi kwa baba kulelewa, kidato cha 6 anarudi kwa baba kulelewa, chuo kikuu anarudi kwa baba kulelewa. Hawajielewi, hawajitambui, na sisi wamechajua. Hawa zikitokea zero nyingi, wa Tanzania wanalalamika. Shusha viwango, compromise standards, wape division 1 wanazozitaka wafurahie, lakini watoto wakija mitaani hawana uwezo wowote. Ninawaambia vijana wenzangu, ninawaambia, na tatizo hilo ndio limechangia kweli tatizo la ajira kwenye nchi yetu. Sababu ajira sio lazima ipatikane hapa. Watu wangeweza kuhangaika wakapata ajira, wanaajirika wapi? Tunaingia migogoro leo, watu wanakuja wanachukua ajira. Zamani ukienda kwenye mahoteli makubwa huko, angalau utakuta vijana wa Kitanzania ndio wanahudumia, ndio wahudumu. Leo mpaka wahudumu wanakuja wa Kenya kwenye mahoteli makubwa. Wa Kenya wanakuja kwa sababu wanajiamini, wanajua kumhudumia mteja, wanajua kujisimamia, wanajielewa. Ninawaambia, ukitaka kupima tatizo la ajira nchi hii na mipango mibovu ya Chama cha Mapinduzi, angalia elimu yetu. Inatuandaaje? Inatulindaje? Inatujengeaje uwezo? Jambo la pili, angalia biashara. Angalieni biashara. Angalia mazingira ya biashara yalivyokuwa magumu leo Tanzania. Sio kama mjui. Vijana wenzangu mnajua. Mama zangu mnaohangaika kuuza mboga mboga mnajua. Mnaohangaika kuuza matunda mnajua. Vijana wenzangu mnaohangaika mnajua. Mazingira ya biashara yalivyokuwa magumu kwenye nchi hii. Kwenye nchi hii. Leo takwimu Tanzania zinaonesha kati ya vijana 10 wanaojitutumua kuanzisha biashara, 10 wanaohangaika miaka miwili kutafuta mtaji wa shilingi 80,000, mtaji wa 100,000, 300,000, kafungua pale kijiwe cha chipsi mayai, mama kafungua pale mama ntilie, mama kafungua pale kuuza matunda na mboga mboga. Kati ya vijana 10 wa Kitanzania ni kijana mmoja peke yake. Biashara hiyo ukija baada ya mwaka mmoja utaikuta imeendelea. 9 biashara zinakufa. 9. Ndio maana leo unakuta frame, ukija leo sijui huduma za M-Pesa, ukija kesho huduma za kuchaji simu, hamna tena wakala wa M-Pesa. Ukija kesho kutwa saluni ya kiume, ukija baada ya miezi 6 panauzwa juice, ukija baada ya miezi 6 tena ni mama ntilie, ukija baada ya miezi 6 tena sijui spare za pikipiki. Biashara ni dalili ya kufa kwa biashara nchi yetu. Frame moja miaka 3 zimepita, biashara 5. Biashara zinakufa. Vijana tunajitahidi kuanzisha biashara, zinakufa. Hizo biashara za kati ndo usiseme. Utapigwa ushuru, utapigwa tozo, utapigwa kodi. Leo nchi hii mfumo wa kodi umekuwa hauna tofauti na mfumo wa kutafuta wauza dawa za kulevya. Hauna tofauti na kutafuta majangili wanaowinda tembo porini. Yaani wafanya biashara ni ya TRA ni kama katuni ya Tom and Jerry. Kutu wanafukuzana, tukutu wanafukuzana wafanya biashara na TRA. Mitaji ya watu inakufa, vijana wanapoteza ajira, hawajali. Wao wanachokiangalia, tumevunja rekodi, tumeongeza mapato. Wakati wanaongeza mapato, hawajali ni mitaji mingapi ya watu imekufa, hawajali ajira ngapi za vibarua zimepotea. They don't even care. Hawajali. CCM. Na tunayosema tunayashuhudia. Leo biashara tunazifanya kwa mazoea. Asubuhi imefika, niamke, nende kijiwani, angalau nikatafuta shilingi 1,000. Hatufanyi biashara tujenge magorofa, hatufanyi biashara tununue magari, hatufanyi biashara tupate faida kupeleka watoto wetu wakasome nje. Hatufanyi, mazoea. Unakuja unabangaiza mabada shilingi 2,000, unarudisha nyumbani angalau watoto wale, kesho umefungua. Tunaifanyia biashara kodi ya pango, tunafanyia biashara TRA, tunafanyia biashara watu wengine sijui osha zimamoto sijui kitu gani. Yaani ni mlundikano, hawajali. Ajira zinapatikana wapi? Leo maduka kama hayo mtu angeweza kuwa na kibarua. Angalau yeye amepata mtaji, ana duka, anamchukua na mtoto mwingine kibarua. Leo hata vibarua hakuna. Kibarua mtoto akirudi shule mchana anakuja anamsaidia baba, baba anarudi nyumbani anakula. Hakuna vibarua. Uwezo wa watu hata wafanya biashara wakati kuweka vibarua hakuna. Wanapokezana mama na baba. Mzunguko unabaki hapo hapo. Tatizo la ajira linazidi kuwa kubwa. 3, kilimo.
kilimo. Ukitaka kuangalia matatizo ya nchi hii na uchumi wake, angalia kilimo. Mimi nimezunguka huko mikoani, unakwenda wakulima wanalia, shida tupu. Yaani wakulima, kama kuna watu wanaichukia CCM leo ni wakulima. Hiyo wengine mna ndugu zenu huko, waulizeni. Nendeni mkauliza watu Rukwa wanavolia na mahindi yao na mpunga wao. Nendeni Katavi muangalia watu wanavolia na ufuta huko. Nendeni Mwanza, Simiyu watu wanavolia na pamba. Nendeni Kusini watu wanavolia na korosho. Nendeni Kagera watu wanavolia na kahawa. Wakulima imekuwa ni shida nchi hii. Matokeo yake leo hakuna uzalishaji, matokeo yake hakuna viwanda nchi hii. Leo tunabangaiza malighafi ya kutengeneza tenzi. Ndio ujanja, kila viwanda sasa tiles. Bado tungeweza kuwa na ukubwa wa viwanda kweli kweli. Ndugu zangu, vijana wenzangu, ajira. Ninawaambia, mkiendelea kuitekea CCM, tutapigana kwa tatizo la ajira nchi hii. Njaa haina adabu. Njaa haina aibu. Njaa haina ujasiri. Kiwango cha umasikini kinaongezeka katika nchi yetu. Leo unakwenda na shilingi 10,000 sokoni, hujui hata umerudi na kitu gani. Hujui. Yaani shilingi 10,000 hujui unarudi na kitu gani. 10,000. Jiulize tu. Kwenye nchi yenye uwezo wa kulima, yenye uwezo wa kuzalisha chakula, lakini vyakula vishikiki bei. Sababu sera mbovu tuko mikoani kuumiza wakulima. Leo ndizi tunanunua kwa shilingi 500 Dar es Salaam. Nenda Kigoma, ikifika saa 1 saa 2 watu wanaacha mikungu ya ndizi inaoza, haiwezi kufika Dar es Salaam. Nenda Kilimanjaro inaoza. Nenda Mbeya, Kiela huko, hakuna watu wanakwenda na mikungu sokoni hawarudi nayo. Lakini leo ndizi shilingi 500 Dar es Salaam, tikiti shilingi 7,000 Kibaha. Wao unajua nchi hii tikiti linalimwa hapo Ruvu, hapa shilingi 7,000. Gharama za maisha ni kubwa, kiwango cha umasikini kinaongezeka. Ninawaomba sana ndugu zangu, naombeni mwende mkaniamini. Hii nchi haihitaji tena uchumi wa kijamaa. Mimi sio wa kizazi cha ujamaa na kujitegemea, na wala sio muumini wa siasa za ujamaa na kujitegemea, wala uchumi wa kijamaa. Ingawa na mheshimu Mwalimu Nyerere kwa sababu wakati huo hakuwa na namna. Dunia iligawanyika magharibi na mashariki na ilikuwa lazima achague sehemu moja. Uchumi wa leo hauendeshwi tena na fikra za mwenyekiti. Uchumi wa leo unahitaji brain. Uchumi wa leo ni vita ya dunia. Watu wanapigania kuendeleza nchi yao. Watu wanapigania kuondolea umaskini watu wao. Tanzania tumejaliwa kila kitu, lakini tunakosa brain, tunakosa maarifa, tunakosa umahiri wa kuona namna gani tunaiposition Tanzania na maendeleo ya watu wake. Kwa sababu CCM wako kwenye comfort zone, hawajali. Yaani sasa hivi hata ukiwauliza wao wanajali ushindi tu. Yaani wao wanachoangalia 29 ushindi tu. Na wengine wako hapa, tutashinda kila kitu. Sawa, shinda kila kitu. Halafu tatizo nini? Nawaomba ndugu zangu wa Kibaha, tarehe 29 nendeni mkaniamini. Msiniangalie kwa umri wangu, angalieni kwa maono yangu. Vijana wenzangu nawaambia, msiniangalie kwa umri wangu, nipimeni kwa maono nilio nayo. Mimi sio wakishua. Yaani msinione kwenye magari haya mkafikiri mimi sio wakishua. Nimemaliza shule ya msingi Dodoma hapo. Shule ya sekondari ya serikali Dodoma. Nikaenda zangu Dodoma sekondari, nikapiga pale, nikaona nao wananiayusha, nikamwambia mshua hapa mimi sielewi ya. Hapa nitapoteza mimi buda wangu hapa. Nikaenda zangu Kibaha. Nikaenda zangu Umbwe. Nimekwenda Umbwe nako ndio hivyo tena mambo Nikaja zangu nikaona bora nije nimalize hapa angalau Kibaha Special School hapa. Nikahamia hapa kidato cha 3 na 4 nimemaliza Kibaha Special. Nimetoka hapa kidato cha 5 na 6 nimekwenda Shinyanga Shaikom. Soma mambo ya uchumi hapo na biashara na uhasibu kidogo. Nikatoka nikaja zangu chuo cha IFM hapo. Nikaenda zangu chuo kikuu cha Dar es Salaam. Sio akishua, hayupo anayeweza kusema leo eti mimi kaninyanyua. Tumepambana na maisha haya, nimehaswa kweli kweli. Ninaona namna gani ndoto za vijana wengi nchi hii zinafifia kwa sababu ya kukosa mazingira ya kulinda ndoto za watu. Nilipopambana na nilipofika, ninaamini naweza nikawasaidia vijana wenzangu, na wao wakafungua milango, wakapambana na wao wakafika.
Nawaomba mniamini. Nawaombeni kabisa mniamini ndugu zangu. Nendeni mkaiamini Chauma. Tumekuja, tunaye mheshimiwa mbunge hapa. Dada yangu Adija hapa. Nendeni mkamwamini Adija. Ajali haziishi kwa sababu ya udogo wa barabara. Barabara hii inapitisha malori zaidi ya 1000 kwa siku, zaidi ya 1000. Inapitisha mabasi zaidi ya 1000 kwa siku. Nchi hii ina mabasi 500 yanayotoka Dar es Salaam kwenda mikoani na nchi za jirani, na yanayotoka nchi za jirani karibia 500 na mikoani yanayoingia Dar es Salaam. Yanategemea barabara hii. Tutakwenda kuitengeneza barabara hii kwa sababu mimi ni mtu ninayeamini katika kasi ya kuongeza uzalishaji. Na uzalishaji ongeza miundombinu. Acha lori litoke liwahi Zambia, lishushe mzigo, lirudi, lichukue tena liende, uwatengenezee watu utajiri. Biashara kutoka hapa kwenda Zambia wiki nzima, mtu angeweza kufanya safari 2. Ni akili za kiuchumi za Chama cha Mapinduzi, sio za Salum Mwalimu na Chauma. Tumeelewana? Tutajenga barabara hii kwa kiwango cha barabara 4 kama inavyoishia pale Kibaha, itakwenda mpaka Chalinze. Mpaka Chalinze. Hiyo ninawaahidi. Ili tuendelee kuifungua Dar es Salaam, ili tuendelee kuongeza mzunguko wa biashara katika jiji la Dar es Salaam na mkoa wa Kibaha na mkoa wa Pwani. Tumeelewana ndugu zangu? Tuko pamoja Masela? Bana mshikaji, mbona umenuna mtani vipi? Mtani yuko pale Yanga amenuna. Vipi mzee? Tuko pamoja Masela. Tuko pamoja mama zangu. Tuko pamoja wazee wangu. Ninawashukuru sana na waombeni kibali chenu na waachia Hadija. Yaani msije mkajijutia mkamwacha Hadija.